Babu, tumeshafika. Sawa. Oh babu, kumbe ulikuwepo ndani? Nilikuwa nimejinyosha kidogo. Karibu. Kama nilivyokuambia, yule mtu nimekuja naye. Ndevu. Mimi pale ya kufikia tumana. Nilikuwa na assistance kwa pembeni. Shugangu una bahati mbona? Wengine hebu badilisheni na hizo mada. Maana hapana, inabidi tu tujitahidi. Si unajua hiyo. Hapana. Lakini sometimes mwalimu nakuwa simuelewi. Hivyo fikiria. Kwanza mwalimu mwenyewe mkali hata kama unaweza kumuelewa. Yaani akija darasa na mifimbo, we. Tatizo anazidi. Yaani yeye anatembea na mafimbo tu. Aya wewe fikiria. Mwalimu akiingia ni kuchapa fimbo zenyewe kabla anapeleka kuni msibani. Ndio nianze kumuelewa. Mwalimu au tukamripoti kwa headmaster tulalamike. Kiasi nyingine si unamjua yule. Tulizieni tu. Sasa tafanyaje wakati tukaanze kufundisha sijui kumuelewa. Labda nyewe umeshai kumuelewa hata kidogo. Nani? Utamuelewaje? Kuna mwenzetu pia anamuelewa. Yeye amesema ni ya kufikia tu. Hiyo na wenzetu na sisi ndugu. Hapo nimebahatisha nikapata A au B. Umeibia. Hiyo geta zako umeibia. Jamani. Mtihani wa mwezi wa 6 alipata 6. Walimu wenyewe waovyo kutongoza tu wanafunzi. Hapo unakuta si vimeoa hivi vimwalimu. Tena kama huyo koncho huyo. Ana watoto hao. Yesu. Mungu wangu. Ujana kaulie kwa mke wake. Uzaje umalize. Siwazi ndugu yangu. Tutaweza kweli kwa namna hiyo? Upo? Mimi nipo. Vipi tena huku? Miaka mingi. Karibu. Asante. Babu, kumbe mnajuana? Huyu namjua, tumeishi wote kijiji kimoja. Fahamu toka muda mrefu. Basi itakuwa ni vizuri zaidi kama mnajuana, kama nilivyokuambia. Rafiki yangu. Sawa. Kama kweli milima ikutane, binadamu ukutana. Yaani Angel ulivyonisumbua wewe kipindi kile. Yaani nilitumia kila mbinu. Jaribu ujanja au labda pengine nitakupata. Lakini ukanitolea nje. Hivi yule bwana wako alikuwa anaitwa nani kweli? Naomba ujali shida iliyonileta hapa. Alafu na hizo habari mbona nimekuzuia toka kitambo. Hebu achana na hayo mambo. Zishapita hizo, mbona ni stories za zamani sana. Yaani Angel huyu wa leo na yule Angel wa kipindi kile kwa mzee Chuma pale. Sio huyo. Tofauti kabisa. Kumbe bado unanikumbuka. Mimi nadhani umenisahau. Okay, nikusaidie nini leo? Mimi shida yangu hapa mjini nimepata bwana. Na yule bwana ni mume wa mtu. Kwa shida yangu kubwa, nataka yule bwana anioe. Na mke wake yule nataka aondoke kwenye ile nyumba. Mimi hapa ndo niwe mama mjengo. Na sitaki kusikia hata harufu yake kwenye uso wa dunia. Nadhani unajua ni nini kinatakiwa kufanywa. Sitaki hata kumuona. Aha. Hapo mimi nimekuelewa. Angel, tulivyokutana kipindi kile, mimi kuna vitu vikanijia kichwani na ndio vikanihamishia huku kufanya kazi za uganga sasa hivi. Hilo tatizo limeisha. Sawa nakuamini.
baba kamalayaka. Angalia kasinipe dawa mwenzio nikaenda kuachwa huko jumla. Yaani kuna watu wengine wanakuwa lakini hawaachi tabia mbovu. Huyu mzee ni kitambo sana ananifuatilia. Angel vipi? Poa. Shikamoo mzee Ndevu. Marahaba, ujambo? Mimi si jambo, sijui wewe. Mimi mzima. Kwa nini Angel ulikataa kuolewa na mimi afu unaolewa na wakuja wakati mimi ni mwenyeji unaniacha? Hivi wewe mzee, ni mara ngapi nimekuzuia hizi habari zako na umenisumbua sana? Sasa basi, kwa taarifa yako, hizi taarifa namfikishia mume wangu. Kamfikishie, kwani mimi mume wako atanifanya nini? Nijui kama mimi ndio Ndevu eti utaniona. Basi naona kuanzia hapa akawa ameogopa kunifuatilia. Kwa hiyo Angel, haya ni yule sio mwalimu kwa kweli. Kila kona na fimbo, kila kona na fimbo. Wewe kama wanafunzi utamuogopa? Mimi mwenyewe namuogopa hatari. Yaani akiingia darasani lao juu natamani hata kutoka. Hiyo ndo shida. Kwanza wewe unachukua kombi gani? Unajua ndo mzizi. Ama mnaonaje? Tujitahidini tu. Lakini sometimes mwalimu nakuwa simuelewi. Haijalishi. Shoga yangu. Jamani. Kasha banana. Wewe wangu. Kasha banana. Kuja nikamuone kwa. Wewe naye. Leo moja. Wacha usoe. Vipi? Shida nini, mbona unatapika ovyo? Unauma kwani? Ani sielewi, nice to kichefuchefu. Kichefuchefu? Nice hali ya hewa tu. Ushaenda kupima? Kichefuchefu. Mbona hizo dalili za mimba? Mwenyewe nahisi kama na ujauzito. Unahisi? Kwani ushashiriki? Ndio. Haukujua kama uko kwenye hatari ya mara? Nilijua, lakini nilipitiwa. Kuna maanisho na mimba? Lakini Chahusi, mbona unajivurugia mambo? Kumbuka huu ni mwaka wa mwisho. Na hiyo ndio unitolee tena, ndio unitolee nje kama ulivyonitolea mwanzoni. Mzee Ndevu, kwanza imeshindikana kufanya unachokifanya hadi uanze kuzungumzia haya. Hapana, kwa hili nitakusaidia, ila nawe nifikirie Angel. Sasa hivi ninachowaza akilini mwangu ni vipi nitampata huyo bwana, na kingine ni vipi nitafanikisha malipo yako. Kwanza hujaniambia mimi sina pesa nyingi za kukulipa. Wewe mimi nitakufanyia bure tu Angel. Kabisa Ndevu,
kabisa, ondoa shaka. Ukiona jambo limekamilika, ina maana hapo ndo utanijia kama sadaka. Asante sana Ndevu, sikutegemea kama bado una roho nzuri sana hivi. Umechetela ya kuiraka sano mwarole kwa merogore awawa wafanikishe majambo garaka udi yote ambayo unahitaji kutia huyo mwanaume, ongelea. Ninaomba hivi nini? Hili darasa au zizi la kondoo? Watu zaidi ya 35 ila waliowahi watu 20. Au serious? Hapana. Au siku mnakuwa vipolo? Hapana nini? Umbavu nini? Sasa iko hivi. Namba moja ni utaji wa simamo uliowahi. Namba moja. Namba 2. 3. Amuya. 4. Amuya. 5. Ndio basi wewe ni kijana sana. Yeye yuko mbele mangapi? 5. 6. 7. 8. Amuya. 9. Ipo bali. 9. Yeah. Wewe? Yes. Halafu wacha ujinga huu. Unakuja shule. Sawa? Ndio mwalimu. Mbaba ndio mwalimu mimi awali. Umekomea namba ngapi? 9. 10. Vipi wewe? kuanzia leo Mals awe chini ya himaya yangu, anisikilize kwa chochote kile nitakachokisema, na huyo mke wake amuone kama takataka, yani amuone kama kinyago, na mimi anione ni mtu wa thamani kwake. Asione mwanamke mwingine tofauti na mimi. Yani wanawake wote waone ni ovyo, mimi ndo anione ni uwa bora ninalofaa kukaa kwenye nyumba yake. Na anisikilize kwa kila kitu nitakachokisema, nitakachokiongea, na afanye kwa wakati. Chakulungwa wandikoleko wanya babu wanya bibi mwalole awawawa wana matatizo gejinji sana hapa tulipo tukumbomba mwanya mwe na mbuja kunungu. Hii ukifika nyumbani utaichoma moto, ila jivu zake utachanganya na mafuta, utakuwa unapaka mwilini. Sawa? Sawa ndevu. Ili utakapokutana naye hakuna kitu atakupinga wewe. Sawa. Mimi mwaga sitangulizi malipo mbele. Nenda kaitumie hiyo. Ukipata majibu yaliyo sahihi, niletee pesa yangu.
yoyote ambayo utakuwa umejifikiria kwamba hii sadaka nikampa yule kwa kunifanyia hii. Sawa mzee Ndege. Sure. Karibu sana. Karibu Angel. Namba 10. Ni hapa. Darasa. Darasa. Yupi wewe hapa? Watakusingizia wewe. Wangu simehesabu namba mimi wana. Kwa hiyo wewe watakusingizia? Ya? Moyo unalia, machozi yananitoka. Ndoa, huzuni, usaliti. Ushakula hela zangu za kutosha. Hela za chipsi, hela za nauli, mpaka vocha. Sasa ili mambo yasiwe mengi, mimi nataka unipe cha kwangu nipite hivi. Sasha, ninavyoongea na wewe siongei kwa ubaya na kutengenezea kesho yako. Ungekuwa unahitaji kesho yangu, ungemwacha mamangu akakaa hapa ndani. Leo umefana kweli. Nikikushika hivi, moyo wangu unadunda kama spika za kanisani. Ila wewe acha bana, utaniwa kwa maneno yako matamu.